Tumshukuru Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni na kushukuru kwamba kwa Bwana wetu Yesu Kristo tunakombolewa. Asante kwa ajili ya wakati mwema ambao umetukirimia katika ibada hii takatifu. Tunakusihi uendelee kuwa nasi na tunakukaribisha wasaa huu tunapoenda kutafakari ujumbe wa neno lako, ili ufungue masikio ya miili, mioyo na akili zetu, tupate kung'amua yale ambayo umekusudia kwa ajili yetu. Endelea kubarikia kwa wingi, tutakapokuwa tumemaliza ibada hii, baraka zako ziendelee kutamaraki katika maisha yetu. Kwa njia ya Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Siku ya leo tumepewa kutafakari neno la Mungu kutoka kitabu cha nabii Zekaria sura ya 9 mstari wa 8 mpaka ule wa 12. Neno la Mungu linasema, nami nitapiga kambi yangu pande zote za nyumba yangu ili kuwapinga adui. Mtu awaye yote asipite ndani yake wala kurudi, wala mtu aoneaye atapita tena kati yao, kwa maana sasa nimeona kwa macho yangu. Furahi sana, e binti Sayuni, piga kelele, e binti Yerusalemu. Tazama, mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwanapunda, mtoto wa punda. Na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraimu, na farasi awe mbali na Yerusalemu, na upinde wa vita utaondolewa mbali, naye atahubiri mataifa yote habari za amani. Na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari, na toka mto hata miisho ya dunia. Na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Irudieni ngome, enyi wafungwa wa tumaini. Hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyotajwa, ninaitwa mchungaji Dickson Jonas Muhigi. Ni mwalimu mkuu wa Kibeta English Medium Primary School maarufu kama KEMSI. Namshukuru Mungu, KEMSI tunaendelea vizuri. Mungu ametujalia utukufu hadi utukufu. Watoto wetu wanaendelea kufanya vema, na hata katika matokeo ya mtihani mwaka jana, ile mitihani ya taifa darasa la 4 na darasa la 7, wamefaulu kwa viwango vya rani kwa wastani wa daraja A. Namtukuza Mungu kwa viwango hivyo na kuwakaribisha ninyi wazazi kuleta watoto wenu pale ili waendelee kupata elimu na malezi bora. Bwana Yesu asifiwe. Natumia fursa hii pia kumshukuru mchungaji wa usharika kwa nafasi adhimu kunikaribisha siku ya leo ili niadhimishe nanyi siku ya mitende katika ibada takatifu ya leo. Kama mnavyofahamu, leo ni siku ya mwisho kabla ya Pasaka, na tunaongozwa na somo linalosema, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Ni siku ya mitende. Katika siku ya mitende tunakumbuka kuingia kwa shangwe kwa Bwana wetu Yesu Kristo huko Yerusalemu, ambapo aliingia kama mfalme wa amani.
na hii ilikuwa ni ishara ya utimilifu wa unabii wa Zekaria kama tulivyosoma, na kutimiza ahadi za Mungu kwa watu wake. Kwenye sura hii ya 9 tunaona picha ya mfalme aliye na nguvu ya kiroho zaidi kuliko nguvu za kidunia. Yesu alikuja kwa unyenyekevu, si kwa nguvu za kijeshi, bali kwa amani, kwa upendo na msamaha. Neno hili linatupeleka nyuma miaka ya kabla ya Kristo, wakati ambapo baadhi ya Wayahudi walipochukuliwa mateka kutoka Yerusalemu na kupelekwa uhamishoni Babeli. Mfalme wa Babeli aliangushwa na Koreshi wa Uajemi, na Koreshi akatoa tangazo kwamba Wayahudi wanaruhusiwa kurudi Yerusalemu ili wakapate kuijenga nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli. Wayahudi wengi, si wote, walirejea chini ya uongozi wa liwali Zerubabeli na kuhani Yoshua. Baadhi yao waligoma na kupenda kuendelea kuishi uhamishoni. Walipenda sana Babeli kuliko nyumbani kwao Yerusalemu. Habari hii inafanana na habari ya safari yetu kwenda mbinguni, ambapo tunahubiri na kuhubiriwa habari za mbinguni na kwenda mbinguni, lakini inapofika wakati wa kwenda, si wote tulio tayari kwenda wakati huu. Wengi wetu tunaamini kuwa mbinguni ni pazuri, lakini kwa kweli hatuna haraka ya kwenda. Ni kama bado tunajiuliza ahadi tulizonazo juu ya mbingu kama pumziko la amani zitatimizwa. Sasa katika somo hili kwa na maudhui mengine, somo hili linahusu matumaini ya kutimia kwa ahadi, hasa ahadi ya ukombozi wa wana wa Israeli kupitia ujio wa Masihi Yesu Kristo. Ujio huu wa Masihi ungepokelewa katika picha ya mfalme wao, jinsi alivyokuwa akiingia Yerusalemu kwa shangwe nyakati hizo, huku wakishangilia kwa hosana hosana. Lakini ufalme wake Kristo huyu anayetabiriwa Masihi ni tofauti na ule ufalme wa kidunia. Analeta ufalme wa kiroho. Ufalme wake hauenezwi kwa nguvu za kijeshi. Habari zake njema zinahubiriwa dunia nzima, zinapokelewa na mataifa wenye dhambi ambao ni wafungwa, wanafunguliwa na kuachiwa huru. Katika Zaburi ya 9 mstari wa 8, Mungu anasema ataweka kambi na kulinda nyumba yake. Kwa ujumbe huu ni kwamba kanisa la Mungu liko salama chini ya ulinzi wake. Katika Zekaria sura ya 9 kama tulivyosoma mstari wa 8, tuliporejelea kwamba Mungu anasema anaahidi kuweka kambi na kulinda nyumba yake. Na kwa njia hiyo, kama analinda kambi na nyumba yake, basi sisi tunaopiga kambi katika nyumba yake tunaendelea kuwa salama. Sisi tulio kanisa la Mungu tunaendelea kuwa salama. Sisi waumini, mimi pamoja na wewe, tuko salama. Maombi yangu kwa Mungu kwamba uendelee kuwa salama katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, ukiwa salama unapata wasaa mzuri wa kuendelea kuimba hosana huku kifurahi ndani ya Yesu, kama neno linavyosisitiza kuwa furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu. Hiyo nguvu ya uimbaji inatokana na furaha iliyo katika moyo wa uimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, sababu za kufurahi ni kwamba mfalme ajaye ni mtakatifu, ni mwenye haki, amebeba wokovu na ni mnyenyekevu. Huyu ni tofauti kabisa na wafalme wa kawaida. Mfalme ajaye ni wa kimasihi,
Ndiyo maana katika Mathayo sura ya 21 anarejelea unabii huu wa Zekaria wakati Yesu anaingia Yerusalemu kwa shangwe, kuonesha kuwa ni utimilifu wa jambo lililokwisha tabiriwa. Kwa vile ameelezwa kama mfalme nyenyekevu, anajidhihirisha katika utumiaji wa mnyama punda, tofauti na farasi ambaye katika muktadha ule alifahamika kama mnyama wa vita. Kupanda punda ilidhihirisha ujumbe kuwa aliyempanda anakuja kwa amani, na kwa hiyo alijitambulisha kuwa mfalme wa amani. Ndio maana neno linasisitiza katika mstari wa 10, na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraimu, na farasi awe mbali na Yerusalemu, na upinde wa vita utaondolewa mbali, naye atawahubiri mataifa yote habari za amani. Na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari, na toka mito hata miisho ya dunia. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mfalme wa amani. Sisi tunapaswa kupokea amani hii kwa kudumisha amani pia. Sikukuu ya Mitende inatuingiza kwenye juma takatifu linalofuata na maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka, yaani siku ya ushindi, ambapo tunaadhimisha ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaposherehekea ushindi huu siku ya Pasaka, tuendelee kudumisha amani kwetu na kwa watu wote wanaotuzunguka. Isiwe amani ya kwako tu kama vile vifurushi vya kwako tu, lakini amani ya kwako tu inayoharibu amani ya wengine. Kuna mfano wa mgonjwa mmoja aliyetembelewa na watu wake wa karibu hospitalini. Yule mgonjwa alikuwa amelazwa katika chumba kama vyumba vingine, lakini amewekewa, anapumua kwa mpira wa oksijeni. Sasa watu wakamtembelea na kwa kweli wakamzunguka kama tunavyofanya kwa wagonjwa. Sasa yule mgonjwa alikuwa hawezi kuongea kwa sababu ya hali yake aliyokuwa nayo, na kwa hiyo katikati ya watu waliomzunguka akachukua kipande cha karatasi na kuandika ujumbe, alafu akampatia mmoja wa watu waliomtembelea. Yule mtu akachukua kile kipande cha karatasi akaweka mfukoni mwake, akaendelea na uangalizi walivyokuwa mahali pale. Sasa baada ya muda yule mgonjwa akakata roho, akafa. Alipofariki, yule aliyepewa kipande cha karatasi alifikiri labda ni kama kaurithi fulani amepewa. Kwa hiyo akachukua kile kipande cha karatasi na kusoma ule ujumbe. Ule ujumbe ulikuwa umeandikwa, siwezi kupumua vizuri, umekanyaga mpira wa oksijeni, tafadhali sogea mbali. Yule jamaa aliyosoma ule ujumbe akajua kwamba amehusika tayari katika kifo chake, akalia mengi, lakini ilikuwa haiwezi kusaidia. Wakati mwingine huwa tunapuuzia vitu vidogo vidogo, lakini kumbe ndio tunakanyaga oksijeni za Bwana kwa namna. Sasa katika kusherehekea sikukuu tunazoingia, tafadhali mwambie mwenzako kwamba usikanyage oksijeni ya mwingine. Umemwambia? Sasa wewe uliambiwa, umeambiwa? Sasa mrudie huyu aliyekwambia kwamba na wewe usikanyage oksijeni ya mwenzio. Wapendwa, tuwe watu wa amani, usikanyage oksijeni za wenzetu. Hata ikitokea ukawa unapambana na hali yako, pambana na hali yako katika namna isiyoharibu hali ya mwingine. Mwambie jirani yako, pambana na hali yako katika namna isiyoharibu hali ya mwingine. Na wewe uliyeambiwa, mrudishie huyo aliyekwambia. Hata katika
katika kutafuta riziki zetu, kutafuta mikate ya kila siku hiyo. Ikitokea ukawa unatafuta mkate wako wa kila siku, tafuta mkate wako wa kila siku bila kukanyaga mikate ya wengine. Mwambie jirani yako kwamba tafuta mkate wako wa kila siku bila kukanyaga mikate ya wengine. Na uliambiwa mrudishie aliyekwambia. Umemaliza? Haya, tuendelee. Wapendwa, sikukuu ya Mitende ni kumbukumbu ya Yesu kuingia Yerusalemu. Yesu aliingia akiwa amepanda punda kama ilivyotabiriwa na nabii Zekaria, na alipokelewa kwa matawi ya mitende, shangwe na kelele za hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Tafakuri yetu ya leo. Mitende ilikuwa ishara ya ushindi, ilikuwa ishara ya heshima, ilikuwa ishara ya taifa, ya furaha kwa taifa, hasa kwa huyu anayekuja. Kwa hiyo Yesu Kristo alipoingia Yerusalemu, ni kama walitangaza huyu ndiye mfalme wetu, bila kufahamu, bila kuwa na picha kamili juu ya ufalme wa mfalme huyu. Mfalme huyu alikuwa ni mfalme wa namna gani? Lakini walisukumwa na unabii, na kwa sababu walisukumwa na unabii, hakuna ambaye angeweza kuzuia jambo hilo litokee. Lakini pia watu hao waliimba na kupiga kelele hosana, wakimaanisha okoa sasa. Na kwa vile walikuwa chini ya utawala wa Kirumi, walijua kuwa huyu mwokozi, huyu mkombozi ajaye amekuja kukomesha utumwa wa Kirumi. Kwa bahati mbaya, umati ule ulioshangilia alipoingia Yerusalemu siku chache baadaye, walipiga kelele kuwa asulubiwe. Katika jamii ya watu wale walioshangilia hosana hosana, ndiye ajaye, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, baadaye wanasema asulubiwe. Ni kama waliona tumaini lao halijatimia, hajaleta mapinduzi ya serikali ya Kirumi kusimamisha utawala wa Masihi. Hii inatufundisha nini? Inatufundisha kuwa makini ukifanya jambo watu wakashangilia. Uko uwezekano wa walio wengi kuwa wanashangilia kwa ajili yao, kutokana na faida wanayopata au wanayokusudia kupata katika jambo wanalofanya. Ndio maana watu wale waliowahi kupigia makofi, inaweza ikatokea wakati mwingine wakupiga makofi. Lakini pia inatukumbusha kuwa imani ya watu inaweza kuwa ya muda mfupi. Wale waliopaza sauti siku ya Mitende na kusema hosana, siku chache baadaye wanapaza sauti zao wakisema msulubishe. Wayahudi. Sasa wapendwa, sisi tusiwe watu wa namna hiyo. Tumpende Yesu, tumshike Yesu maishani mwetu, na tumtumikie kama vile ambavyo tungependa kumtumia katika maisha yetu. Kuna mfano wa punda, huyu punda anayetajwa katika habari ya Zekaria, na hata Mathayo mtakatifu amerejelea sura ya 21, na hata wainjilisti wengine wamemtaja huyu punda aliyekuwa mbeba Kristo, ambaye walipofika pale Bethfage anawatuma wanafunzi wake, nendeni katika kijiji kinachowakabili, tafuta mwanapunda amefungwa, hajapanda na mtu bado, fungueni mlete. Kiulizwa semeni Bwana ana haja naye. Bwana anamhitaji. Mwanapunda analetwa Bwana Kristo Masihi mkombozi anapanda. Watu wanatandika nguo zao, wanatandika mitende, punda anapita, wanamwepusha na punda.
Katika nyakati za siku hizi tungesema punda alipita kwenye red carpet. Katika nyakati za siku hizi. Sasa huyu mwanapunda alikuwa alipita kwenye red carpet kuelekea Yerusalemu. Lakini baada ya kumfikisha Kristo, hatuoni habari zake zinaishia wapi. Mtu mmoja alitoa mfano kwamba siku moja yule mwanapunda aliyekuwa amembeba Yesu wakati wa kuelekea Yerusalemu, siku chache baadaye alionekana katika mazingira yale ambayo alitandikiwa akiwa na punda mwingine. Sasa yule punda mwingine sasa akawa anamuuliza huyu mwanapunda aliyekuwa amembeba Kristo kwamba, ndugu yangu, siku chache zilizopita ulikuwa unapita hapa, watu wametandika nguo zao, wametandika matawi, ni kama kwenye kati hizi alikuwa anamwambia wametandika red carpet, alafu unapita juu yake, alafu watu wanashangilia. Sasa hivi tunapita huko ni kama hawakuoni, yani hawatambui hawakuoni. Imekuwaje? Sasa yule punda akawa anajibu kwa huyu punda aliyemuuliza kwamba, hivyo ndivyo ilivyo rafiki yangu. Wakati ule walifanya vile kwa sababu nilikuwa nimembeba Kristo. Sasa hivi sijambeba Kristo, ni kama hawanitambui, hawanijui. Wakati ule walinijua kwa sababu nilikuwa nimembeba Kristo, ndiye aliyekuwa utambulisho wangu. Sasa hivi sina utambulisho wowote. Ndugu zangu, thamani ya maisha yetu iko kwa Yesu Kristo tuliye naye. Wakati mwingine watu wanatuheshimu, wanatuthamini, wanatupatia na vitu vya mbele kwa sababu ya Kristo aliye ndani yetu. Tukisha mshusha Kristo, thamani yetu inaisha. Tafadhali hata siku moja sisi tukafikiria kumshusha Kristo katika maisha yetu. Kimshusha Kristo na sisi tutashuka. Sisi tuendelee kumbeba Kristo, tuendelee kumtumikia Kristo, tuendelee kumpenda Kristo, maana ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana asifiwe. Na yeye ametuahidia katika Injili kama alivyoandika Yohana Mtakatifu sura ya 12 mstari wa 26 kwamba mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Tuendelee kutafuta heshima mbele za Mungu kupitia utumishi wetu kwa Kristo. Hata wakati huu tunapoingia majira ya Pasaka, tuendelee kujitoa kwa ajili ya Kristo. Matoleo na majitoleo yetu yanadhihirisha ushirika wetu na Mungu kwa njia ya Kristo. Na hakika Mungu atatuheshimisha, atatutunza, atupa nguvu, atupa kila mahitaji yetu ya siku kwa siku, leo na siku zote. Amen.
tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, tunaombezi yafanyike kwa ajili ya wote, kwa kuomba liongoze kanisa lako takatifu ili lidumu na katika umoja na muda wake huduma imani yetu hili. Naomba serikali yetu ipe neema, tuongoze yote ikiwe na amani, nasi tuishi katika amani kwa mafanikio mafanikiwa kazi yetu kwa mabaya. Naomba wote mshika mbalimbali wote na dhahabu. Jalie tupe kutoka mbinguni pamoja na wote walio katika Bwana. Gaye Baba wacha Yesu mpakanishi Mwokozi wetu. Amina. Bwana Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe wanaotukosea, usitie majaribuni, bali tuokoe Mungu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Bwana Kristo wake kupa amani katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunapenda kushukuru Mungu aliyetuongoza katika ibada hii. Tunapenda kuwashukuru nyote mlioweza kushiriki katika ibada hii ya kwanza. Pekee tunawashukuru waimbaji wote walioweza kutuongoza katika ibada hii ya kwanza. Tunapenda kuwashukuru wahuduma sana kwa jinsi mlivyoweza kuratibisha ibada hii ya kwanza vizuri. Tunawashukuru
watumishi wenzangu ambao tumeweza kuongoza ibada hii ya kwanza. Sasa tunapotoka nje, praise team watatuongoza na pale tutaweza kumaliza ibada. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende katika mnada wa leo. Mnada wa leo hapa kuna mboga. Ninaomba bei. Tuko moja. Elfu tatu. Mungu akumbuke sana. Elfu wengi. 3. Asante, Mungu akumbuke. Asante mara kwanza. 5. Mungu akumbuke. 500 mara kwanza. 500 mara kwanza. Gapi? 7,000. Mungu akubariki sana. Shilingi 7,000. 7 mara ya kwanza. 10 Mungu akukumbuke tena. 10 mara ya kwanza. 10 mara ya kwanza. 10 mara ya pili. 10 mara ya pili. 10. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwashukuruni nyote mlioleta, mlionadisha, mlionunua na kipekee mliotunulia. Naomba kuendelea kudumisha amani siku ya Mitende, Juma Takatifu, sikukuu ya Pasaka na siku zote za maisha yetu. Tuombe neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sisi sote sasa na hata milele. Amina. Tuenende katika amani ya Bwana.